Yes bwana, mambo vipi? Mambo ni aje? Karibu sana tena kwa mara nyingine kwenye channel yako pendwa kabisa, channel ambayo inakupa update na habari ambazo zinazidi kujiri na kutrend sana tena sana kwenye mitandao ya kijamii. Kabla ya yote, usiache kutufuatilia kwenye mitandao yetu mbalimbali ya kijamii ikiwepo Instagram, Facebook, Twitter au X, lakini pia TikTok kwa jina la Beatus Emmanuel _TZ. Instagram unaweza kutupata kwa urahisi kabisa. Kama una changamoto yoyote unaweza kutupitia ukatumia message, lakini pia usiache kusubscribe, kushare pia na kucomment kwenye channel yetu pendwa kabisa, lakini pia kwenye video hii ili uweze kuwa kwanza kupata updates ambazo zinazidi kujina kutrend kwenye mitandao ya kijamii. Moja habari kubwa ni kwamba shirikisho la soka Tanzania TFF, Tanzania Football Federation, leo limetangaza maamuzi ya kamati ya maadili ya TFF ambayo iliwaita watu kadhaa wa familia ya michezo wakiwemo Ahmed Ally wa klabu ya Simba, lakini pia Ally Kamwe wa Young Africans. Ally Kamwe, meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Young Africans, alishtakiwa na kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi akituhumiwa kwa kosa la kuchochea umma kwa ujumla kinyume na kanuni ya 73/4 ya kanuni ya maadili ya TFF toleo la mwaka 2021. Baada ya kusikiliza upande zote mbili kupitia nyaraka na vielelezo vilivyowasilishwa mbele yake, kamati imemtia hatiani kwa kosa aliloshtakiwa nalo na kumpa adhabu ya kulipa faini ya milioni 5 na za Kitanzania na onyo la kutofanya kosa la kimaadili ndani ya kipindi cha miaka miwili. Adhabu hiyo inaanza tarehe 16 mwezi wa 4 mwaka 2025. Ina maana ni siku mbili sasa zimepita baada ya adhabu hiyo kutolewa, na baada ya adhabu hiyo kuanza rasmi, na ameweza kupewa onyo mpaka ifikapo tarehe 16 ya mwezi wa 4 mwaka 2027. Ina maana ndipo adhabu yake itaweza kuisha. Lakini pia kwa upande wa msemaji wa klabu ya Simba Sport Club ambaye anaitwa Ahmed Ally, meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba, yeye alishtakiwa na klabu ya Young Africans akituhumiwa kwa kosa la kuchochea umma kwa ujumla kinyume na kanuni ya 73/4 ya kanuni ya maadili ya TFF toleo la mwaka 2021. Baada ya kupitia maelezo ya pande zote mbili husika pamoja na vielelezo vilivyowasilishwa mbele yake, kamati ilibaini kuwa hakukuwa na ushahidi kutoka ushahidi wa kutosha wa kumuingiza hatiani kwa kosa aliloshtakiwa nalo, na imemwacha huru msemaji wa klabu ya Simba Sport Club Ahmed Ally, ambaye hivi sasa yeye yupo huru kabisa, hana kosa lolote kabisa, ila Ally Kamwe ambaye ni afisa habari na mawasiliano ya Young Africans, yeye ameweza kupigwa faini ya milioni 5 na kutokufanya tena kosa lolote lile la kimaadili mpaka ifikapo tarehe 16 ya mwezi wa 4 mwaka 2027. Ina maana ni miaka miwili kutokufanya kosa lolote lile la kimaadili. Kipi ambacho baada ya adhabu hiyo kutolewa ni mambo gani ambayo yatafuata, kwa sababu mashabiki wa Young Africans wameshindwa kuelewa baada ya taarifa hiyo kutoka, lakini pia wameweza kusema pengine wanaweza kumchangia Ally Kamwe ambaye ni afisa habari na mawasiliano wa Young Africans. Ni jambo la kusubiri na kuona kipi ambacho kitaenda kutokea, kipi ambacho kitaenda kujiri baada ya adhabu hiyo, au sio bwana? Hii Bea TV, lakini pia usiache kutufuatia kwenye mitandao yetu ya mbalimbali ya kijamii kwa jina la Beatus Emmanuel _TZ. Usiache kusubscribe, kushare pia na kucomment ili uweze kuwa kwanza kupata update na habari ambazo zinazidi kujina kutrend kwenye mitandao ya kijamii.